tukakabidhiwa kombe la ubingwa wa ligi ya Championship ambacho tulikipata pale, tulikabidhiwa kombe la ubingwa wa ligi ya Championship. Hakukuwa na jambo jingine ambalo tulilipata pale. Siku ile ambapo tunakabidhiwa kombe na ilikuwa tunacheza mchezo wetu wa bonanza la kuhitimisha au kuaga sasa na kurejea kwenye ligi kuu tukicheza na Mbeya City, matokeo ambayo tulifungana 2-2 pale Dar es Salaam. Na sisi baada ya kukabidhiwa kombe ndio tulikabidhiwa kombe na kukuwa na jambo jingine ambalo sisi tulilipata zaidi ya kombe ambalo tumerudi nalo kwenye mashamba yetu ya miwa. Na vipi kuhusiana na zawadi pengine kwa maana ya pesa? Wanasema nini, ama kabla ya mashindano mliambiwa nini kuhusiana na pesa? Swala hili niseme tu kwamba mnachotambua na wengi walitaraji kukiona kungekuwa na tamko la kuhusiana na bingwa wa michuano hii, lakini sisi tuliambulia kombe tu. Sasa sisi kama klabu tunafahamu hatuendeshi klabu kwa kutegemea pesa za mashindano. Sisi tuna budget ya kiendeshaji ya mwaka mzima. Kwa hiyo ili jambo tunajaribu kuona wanafikiria nini wale waandaji baada ya sisi kutoa ubingwa. Tumekaa kimya, tunajaribu kuangalia labda kuna chochote ambacho watakitoa baadaye, sababu ligi kuu inakamilika hivi karibuni. Watategemea kuona labda baada ya kukamilika kwa ligi kuu watatujumuisha pamoja nasi kwamba bingwa wa Tanzania wa ligi kuu amepewa zawadi hii, bingwa wa ligi ya Championship amepewa zawadi hii. Na sisi yetu macho tunajaribu kuangalia waandaaji kuna nini ambacho watakifanya baada ya msimu kutoa ubingwa wa ligi ya Championship. Lakini mwanzoni kabisa mwa msimu mliambiwa bingwa wanachukua bei gani kutoka huko Championship? Sisi kama tunafahamu tumeenda kufanya utalii kwenye ligi ya Championship. Sisi lengo letu lilikuwa tuweze tu kupambana na tuweze kurejea nyumbani kwenye ligi kuu. Lakini hatukufuatilia kwamba kuna nini baadaye baada ya kutoa ubingwa. Kwa hiyo sisi tumekuwa pole, tukisubiri sasa labda kuna namna yote tusikilize wenzetu wana mpango gani kumzawadia bingwa ligi ya Championship. Ni Tobias Kifaru Ligalambwike akiunguruma kutoka katika mashamba ya miwa Turiani kule mkoani Morogoro, akisema kwamba wao pia bado hawajapatiwa mzigo wao. Hundi wanayo lakini mzigo hawajapatiwa. Kone anaona ni kama ni jambo la kawaida hivi kutokea kwa nchi yetu. Maana kulikuwa na mzozo hapa katikati. Wameomba kombe. Yeye umeenda kupewaje? Wameitwa tu katengeneza mabango. Wameita watengeneza mabango na baadhi ya wachezaji wengine walikuwa hapo nyumbani. Kuna baadhi yao mimi wana. Kwa zile jezi wamevaa tu kupigia picha. Ndio maana lakini kwenye hili unaweza ukawatetea TFF. Mbona kama wanaenda tu hapo sasa? Twende taratibu. Unajua TFF na bodi ya ligi mechi mpaka tunakwenda kwenye mechi ya 22. Unajua ligi ya wanawake na mechi 22. Kwenye hizo mechi 22 mpaka mchezo wa mwisho Simba na JKT walikuwa wako alama sawa. Kama unakumbuka. Kwa hiyo kwa miundombinu ya hapa nyumbani Tanzania ilikuwa ni ngumu sana kuweza kufanya kama ambacho kilitokea katika jiji la Manchester, kati ya Manchester United na Manchester City, hilo kombe kuweka kwenye helicopter linapanda kwenye pikipiki bwana. Simba mchezo wa mwisho amecheza wapi? Twende taratibu. Simba mchezo wake wa mwisho amecheza wapi? Simba mchezo wa mwisho nadhani alikuwa ametoka, hakuwa nyumbani. Hakuwa nyumbani. Maana mchezo wa pili kwa mwisho alicheza na Mashujaa hapa akapata sare. Game ya mwisho alikuwa ametoka, ila sina kumbukumbu sahihi alitoka, alienda kucheza wapi. JKT alikuwa nyumbani. Kwa hiyo ile teknolojia ya kuweza kuweka kwamba kombe hili tulipeleke JKT, labda kama JKT atapoteza mchezo alafu akashinda Simba, uwezo ukalipeleka sehemu ambayo Simba anacheza. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Mara baada ya michezo kutamatika, timu ya taifa imeitwa, wachezaji wamekwenda kwenye kambi ya timu ya taifa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu pia hao wachezaji kupata muda wa kuweza kutoa kombe lao kwa wakati, kwa kuwa wachezaji mara baada ya michezo kutamatika wachezaji wamekwenda kujiunga na timu ya taifa. Kwenye huyu anachanganya kwenye michezo hata mimi michezo kirafiki hali unajua unataka kitu ambacho yani sio kuja. Mimi nataka nimuulize nyepesi tu ambao jana nilikuuliza kitu gani ambacho kilisababisha zipite wiki 2 pasipo kupewa kombe? Kwani timu ya taifa mpaka saizi iko hapa? Ipi timu ya taifa ipi? Ya wanawake Twiga. Si wako kambini? Okay, mechi yao ya mwisho walipocheza. Mechi ya mwisho
Simba na JKT point walikuwa wako sawa. Kwa hiyo uwezo kalipeleka kombe. Ngoja na point wako sawa. Kwa hiyo yote akishinda hapo anaenda kuchukua, anaenda kuwa bingwa. Kwa hiyo lile kombe halikupelekwa kwenye uwanja wowote. Kwa nini? Kwa kuwa uwezi jua nani ambaye anaweza kwenda kushinda huo mchezo wa mwisho. Kwa kombe lilikuwa limebaki TFF. Ndio. Baada ya hapo mechi za mwisho zimechezwa. Timu zimeitwa timu ya taifa. Wachezaji wa kuripoti siku ya pili baada ya mchezo kuisha. Mimi nataka nikukumbushe vitu kwa sababu mimi kama una kumbukumbu nzuri waliitwa baada ya muda gani? Sema hapo na muunga mkono wale. Waliitwa baada ya muda gani? Wachezaji ambao walikuwa kwenye Simba, walikuwa JKT Queens. Siku walioripoti kwenye kambi ya timu ya taifa. Siku ya pili baada ya kukamilika kwa ligi. Waliripoti lini na walikuwa wanajiandaa na mchezo gani? Mechi za kirafiki dhidi ya Kongo. Zile mbili. Na mimi kwanza unaona kama yani kwa sababu ilikuwa ni siku ya pili ambayo umesikia Simba walikuwa poa away. Wamerudi hapa. Shanelewa. Siku ya pili baada yani kwanza siku ya kwanza wamepokamilisha ile ligi. Siku ambayo Simba wanafika da. Ilikuwa kuna uwezekano wa kombe kwenda kupewa mwenyewe ambaye amelichukua. Hivi naomba niulize swali. JKT na Simba kama walipishana mabao mengi hivi ama sio wao? Mabao mengi. Yaani kwamba Simba kama anashinda JKT anashinda ilikuwa bingwa vile vile JKT. Si ndio? Mabao ilikuwa mangapi walipishana? Almost kama 6 hivi. Kwa hiyo Simba alitakiwa ashinde mabao zaidi ya 8 ili aweze kuwa bingwa kama JKT huko ashinde moja bila labda pengine. Lakini kulikuwa na asilimia kubwa kupeleka kombe kule aliko JKT. Kwa mfano angefungwa. JKT alikuwa sema goli 6. So 6 anafika 10 na kitu. 15. Kwa mfano amefungwa. Hakuna neno. Hakuna neno. Kombe likokuwa tena nichoke. Siku ya pili baada ya ligi kutamatika kulikuwa kuna kitu gani? Ndio timu ya taifa. Hawakuripoti siku hiyo tuifunge hiyo taarifa ya kombe. Twende kwenye taarifa ya hizi zawadi ambazo na zawadi pia. Ya katika hali vitu ambavyo tutaki kuongea ni Dodoma sasa hivi wanaenda ndani ya masaa matatu. Simba alikuwa Dodoma anacheza na Gates Program. Alafu JKT pia alikuwa yuko Iringa anacheza na Siasia Queens. Hiyo ndio michezo ya mwisho. Kwa tarehe ngapi? Machi 26 ndio mechi ambayo zimekwenda kufanyika. Baada ya hapo timu ya taifa ya wanawake ambayo imeitwa. Tuendelee huko na natafuta timu ya taifa ya wanawake ilipoitwa. Bana bado naendelea kukumbusha kwamba mzigo unaendelea kutoka kwa Mimi kwa upande wangu kwa mazingira ya mpira wa Tanzania ulivyo bado sina cha kuwalaumu TFF. Mimi yani kwa upande wangu mimi naamini kila kitu kiko sawa kwa sababu hata hiyo ligi ya daraja la kwanza si championship ndio inaanza kujipambanua sasa hizi. Inaanza kwenda kibiashara. Kwa mimi siwezi kuanza kukaa hapa na kuanza kuwalaumu TFF wamefanya hivi na hivi, no. Sina comment. Unaona wako sawa. Wewe unaonaje Nira? Nini? Yani ingekuwa ni ligi ambayo inaanza tu ghafla ndani ya wiki moja tungesema kwamba wamechelewa kwenye kujiandaa. Lakini ligi ambayo imedumu kwenye miezi 6 mpaka 8 mpaka 9 inafika mwisho wake tamati, unakaa timu imechukua bingwa inaweza kukaa wiki 2 na siku moja pasipo kuwapa kombe. Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa sababu yani inakuwa haina tena hadhi ya ile kombe. Mchezo dhidi ya DR Congo ni Juni 3. Kutoka Juni 3 mpaka tarehe 25 ilipotamatika ligi, wachezaji wameripoti siku ya pili kambini. Yani baada ya kumaliza ligi wamekaa siku ya kwanza ndo wamerejea Dar es Salaam, siku ya pili ndo wanaripoti kambini. Kwa nini waliporejea Dar es Salaam usifanye process za kuwakabidhi kombe lao? Yani kuna baadhi ya vitu tunalazimisha kuviweka sawa lakini havipo sawa. Kwa sababu ingekuwa ni ligi ambayo wameshtukizwa tungesema ni sawa, lakini kitakuja kutokea leo hii kwenye timu zetu Simba na Yanga. Mtu atachukua ubingwa leo hii atakalishwa wiki 3 hapa. Tutakuja kuona ni sawa. Hivi wale ligi ya wanawake wanaodhamini wale kumbe, si ndio? Hawana udhamini. Hawana. Umetoka. Wale wametoka wale. Kwa hiyo mzigo wao ndo hawana kule. Lakini bana unajua watu wametoka Dodoma. Wengine wametoka Machi 30 ndio timu imeitwa. Mechi zimechezwa Machi 27, Machi 26. Kutoka Iringa kuja Dar es Salaam sio mbali sana. Machi 20 na tunashumu. Japo sikumbuki kama ndio waliondoka siku hiyo. Machi 30 timu ndio imeitwa. Ndio mechi zimechezwa. Mechi zimeisha jioni. Kwa Machi 27 maana yake jioni wako Dar es Salaam. Wanaanza kuondoka. Yaani jioni wako Dar es Salaam. Hata kama wanatokea na basi bovu Iringa, jioni wako Dar. Yes, wako Dar. Baada ya hapo wachezaji wanapokwenda timu ya taifa wanaruhusiwa, kambi inavunjwa, wanaenda nyumbani. Hawabaki kambini, wanaenda nyumbani kujiandaa. Timu ya taifa imeitwa lini? Ya kambi ya timu ya taifa imeitwa lini?
timu ya taifa hii kwa ajili ya hizo Kosafa. mechi mbili Mechi ya zile. kirafiki. Unaongelea vipi Kosafa? Wanawake wanacheza Kosafa? Unajua Francis huyu anatuchanganya. Alikuwa elewe anazungumza nini unajua mimi tena. ninachozungumza ni issue ya Twiga hao. Twiga wamecheza friendly match na DR Congo. Ndio najua. Wameitwa lini? 3 mechi hiyo imechezwa. Sasa kwani ndio hiyo aliyoingia kambini? Wameitwa lini mechi? Wameitwa wachezaji wanaripoti Juni 30. Wameripoti Kama wameripoti Juni 30 wakati haijafika. yani kuna siku mbili lakini zilikuwa hapo. Machi 30. Wachezaji wameripoti Mei 30 kambini. Yes, ndio Mechi nasema imechezwa tarehe 26. kutoka tarehe 26 27 wako Dar es Salaam tayari. ndio. Kwa nini wasiwape tarehe 28? 28 tena. Watu wametoka, yani unapotoka kwenye timu ya taifa, yani unapotoka kwenye kambi. Ligi imeisha. Hizo gharama ambazo za kukaa kambi nani anazigharamia wakati kambi ya klabu imevunjwa? Yani kambi vipi? Yani, si timu imevunja kambi yake? Yes. Okay, tena kama wachezaji wanaenda tena hapo hadi ndio umekuja pazuri hapo. Yes. Ligi si imeisha. Nyinyi mnajua hapa bingwa anaweza kawa Simba ama JKT. Ndio. Nyinyi mnaandaa tayari utaratibu wenu hiyo tarehe 26. Kwa ngoma pap leo 26 ligi imeisha. 27 timu zinarudi. Timu ile tarehe 27 mnawapa taarifa kabisa bwana JKT mkitoa ubingwa kisha tarehe 27 jioni tunamalizana. Wangekubali kumalizana then wanaondoka zao kwenda majumbani. Easy. Rahisi. Kutoka safari uje ufanye sherehe za sherehe kuvaa medali tu ndio kuja sherehe. Nimetumia muda gani pale Kigamboni? Kulipia wewe ndio nimetumia muda gani? Wiki ile nimetumia. Mimi nataka kujua kwani wanapikaga ubwabwa? Na viongozi pale wamekuja kuzungumza. Bana hiyo wamezingua. Huyu yake yule jamaa.